Ulishawahi kukutana na rafiki ambaye kila mara anakuacha ukiwa mchovu, bila nguvu, na unajiuliza, kwa nini najisikia hivi kila tukiongea? Au yule anayejifanya anajali, lakini kila mara anavuta zaidi kuliko anavyotoa? Kuna aina 5 za marafiki ambao kama hujawatambua mapema, wanaweza kuharibu maisha yako kimya kimya. Na leo tutazivunja moja baada ya nyingine kwa undani. Lakini mwisho wa video hii nitakueleza aina moja ya rafiki adimu sana ambaye akitokea kwenye maisha yako usimwache kamwe. Lakini kabla hatujaanza, kama unaamini kuwa mahusiano yanaweza kukuinua au kukuangusha, basi subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya sasa hivi, bonyeza alama ya kengele na tuanze safari ya kujitambua kwa undani zaidi ya kijamii, kihisia na kisaikolojia. Aina ya kwanza, the taker, mchukuaji. Adam Grant, mwandishi wa kitabu cha Give and Take, aligundua kwamba dunia imegawanyika katika makundi matatu: givers, matchers na takers. Na takers ni wale ambao wanataka kuchukua zaidi kuliko wanavyotoa. Wanaishi kwa formula moja: what's in it for me? Rafiki kama huyu atakutafuta tu akihitaji kitu, msaada, ushauri au upenyo wa manufaa. Lakini siku wewe unahitaji kitu, hawapo. Na mbaya zaidi, hawasikii, wanazungumza tu juu yao. Kisaikolojia, hawa watu hujiona wako juu, lakini ndani yao wana hofu ya kupoteza udhibiti. Wanatumia uchukuaji kama kinga ya kihisia. Usipigane nao, weka boundaries. Saidia, lakini usiwache wakuchezee. Marafiki halisi husaidiana, sio kuchukiana. Aina ya pili, the gossiper, mpiga majungu. Kuna msemo unaosema, kama ananena vibaya kuhusu wengine kwako, atakuongea vibaya wewe ukiondoka. Watu wa aina hii wana tabaka 3. Tabaka la kwanza, wanaojadili watu. Hawa wanaishia kuzungumzia nani kafanya nini, nani kaachwa, nani kashindwa. Tabaka la pili, wanaojadili matukio. Hawa wanazungumzia habari, drama, viral clips, siasa za kila siku, na kila event kubwa na ndogo ya hapa mjini wanazijua na ratiba wanazo. Tabaka la tatu, wanaojadili masuala makubwa ya serious issues of life. Wachache sana, hawa wanachambua maisha, mfumo na maadili. Sasa tatizo la gossiper sio maneno tu, ni frequency yao. Wana vibrate katika frequency ya chini, ya negativity. Kila mara unazungumza nao, unajikuta unashuka kiakili na kihisia. Wanakunyima nguvu ya kufocus. Wanakuingiza kwenye mental pollution. Epuka mazungumzo yasiyo na thamani. Zungumza na watu wanaoongeza nuru, maarifa na mtazamo mpya. Aina ya 3, the promise breaker, mvunja ahadi. Huyu ni yule rafiki ambaye ana maneno matamu, lakini vitendo sifuri. Anaahidi atakusaidia, lakini haonekani. Anaomba msamaha kila mara, lakini anarudia kosa lile lile. Na zaidi, ana tabia mbaya 3 sana. 1, complaining always. Kila mara ana shida mpya. Victim mentality. Kila kitu ni kosa la mtu mwingine. Na emotional dumping. Wanamwaga sumu zao za kihisia kwako bila kujali unajisikiaje. Kisaikolojia, hawa watu wanatumia malalamiko kama mode ya kutafuta connection. Wanajisikia seen tu wakilalamika. Lakini mwisho wa siku wanachosha. Kuwa na huruma, lakini weka mipaka. Huwezi kumsaidia mtu ambaye hataki kujisaidia. Aina ya 4, the energy vampire, mnyonyaji wa nguvu. Wamejazwa na ukosifu. Wanatafuta makosa yako, sio mafanikio yako. Ukifanya vizuri, watasema ni bahati. Ukikosea kidogo, watafanya iwe headline. Wanatafuta wrongness katika kila kitu unachofanya. Na kila mara mko pamoja, unahisi kama unakimbia marathon ya kihisia. Kisaikolojia, hawa watu ni insecure. Wanakusefu ili wajisikie bora. Ni projection ya majeruhi ya ndani yao. Usijaribu kuwathibitishia kitu. Weka mipaka na linda nishati yako. Kama mtu anaonekana mzito kila mara, labda sio wewe, ni vibration zao. Aina ya 5, the mood killer, muua hisa ya furaha. Hawa ni watu wanaweza kuua furaha ndani ya sekunde 5. Ukiwa excited, wanasema hiyo si kitu.
Ukijaribu ndoto mpya, wanasema haitawezekana. Wanahusudu, lakini wanajificha nyuma ya utani. Kisaikolojia, hawa watu wanaogopa kukosa. Wanashindwa kusherehekea mafanikio ya wengine kwa sababu wanahisi wao ni failures. Kaa karibu na watu wanaokushangilia hata ukipiga hatua ndogo. Kama rafiki yako hawezi kusherehekea ushindi wako, si rafiki, ni kivuli cha ushindani. Sasa unajua aina 5 za marafiki wa kuepuka. 1, the taker. 2, the gossiper. 3, the promise breaker. 4, the energy vampire. Na 5, the mood killer. Sasa fikiria hili. Je, ni wangapi kati ya hawa 5 wako karibu nawe sasa hivi? Je, ni wangapi wanakuvuta chini bila wewe kujua? Lakini kumbuka, maisha hayana nafasi ya kuishi mara 2. Hivyo, chagua vizuri nani anakaa kwenye mzunguko wako wa ndani. Adam Grant alisema, "Success depends more on who you surround than on what you do alone." Kwa hiyo, linda nishaki yako. Usiogope kuondoka pale ambapo moyo wako hauheshimiwi tena. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like video hii, share na mtu unayejali, na usisahau kusubscribe channel ya Fikra Chanya, kwa sababu kila wiki tunazungumza ukweli wa maisha bila kupamba maneno. Kumbuka, not everyone deserves access to your energy.